Haleluya. Ni siku nyingine tena nzuri Mungu ametupa ili tuweze kuendelea na semina yetu ya ujumbe huu wa mwisho wa dunia na mjumbe wa agano duniani. Na tunaendelea na somo letu la taa ya tatu ambayo ni maarifa. Taa ya tatu maarifa. Taa ya pili tulijifunza wema. Tukadokezea jana kidogo habari ya wema, tukaingia katika maarifa. Lakini leo tunaangalia vizuri habari ya maarifa. Katika kitabu cha Methali hapa, Methali mlango wa kwanza kabisa, mstari wa 2 mpaka wa 7, Roho wa Mungu anasema hivi: kujua hekima na adabu, kutambua maneno ya ufahamu, kufundishwa matendo ya busara katika haki na hukumu na adili, kuwapa wajinga werevu na kijana maarifa na hadhari. Mwenye hekima asikie na kuongezewa elimu, na mwenye ufahamu ayafikie mashauri yenye njia. Kufahamu mithali na kitendawili na maneno ya wenye hekima na mafumbo yao. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Tuliona kwamba kuna makundi mawili ambayo yamegawanyika katika dunia. Tukasema yule mtu ambaye ni mjinga ni mtu mzuri sana, ana uwezo wa kufundishwa na ujinga ukaondoka, kama tulivyoona katika Methali hapa kwamba yule ambaye anakuwa anasikia mafundisho, anakuwa anamcha Bwana, anapata maarifa. Anasema hivi: kufundishwa matendo ya busara katika haki na hukumu na adili, kuwapa wajinga welevu na kijana maarifa. Unaweza kuona kumbe tuko wengi ambao tulikuwa ni wajinga. Hata mimi hapa unavyoniona ni mjinga sana katika mambo ya kidunia. Sijui habari ya mambo ya dunia, sijui habari ya mambo ya elimu ya kidunia, lakini ni mwelevu sana katika mambo ya Mungu. Ni mjanja sana katika mambo ya Mungu. Nina hekima sana katika mambo ya Mungu kuliko manabii wote waliokwisha kutangulia. Mimi ndo nimepewa hekima nyingi sana ya kuchambua siri zote za Mungu na mithali na mafumbo. Mimi ndo nimepewa kufunua namna hii. Mjumbe wa agano ni mjumbe wa mwisho. Hakutakuwa na ujumbe mwingine tena zaidi ya huu. Ndio maana tunalijenga kanisa katika kumcha Bwana, ili watu waweze kupata maarifa, wasiweze kuangamizwa na shetani, kama jinsi ambavyo amesema katika kitabu cha Hosea mlango wa 4 hapo. Unaweza kuona hapo Mungu anazungumzia habari moja ambayo inamsikitisha sana. Anasema hivi, Hosea mlango wa 4 mstari wa 6 na kuendelea hapo mstari wa 7, anasema hivi: watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe usiwe kuhani kwangu. Mimi kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto. Kadiri walivyozidishwa, kwa kadiri hiyo hiyo walinitenda dhambi, nami nitageuza utukufu wao kuwa aibu. Unaweza kuona
waliyakataa yale maarifa na hekima, elimu ile waliokuwa wanapewa na mitume wa Yesu Kristo, kama jinsi tulivyoona kwamba siku hii ya Bwana isingeweza kuja kwanza mpaka uje ukengeufu, na tukaona ukengeufu ukakengeuka, watu wakaanza kufundisha mafundisho yasiyo na maana, watu wakaanza kuwa na madhehebu mbalimbali, wakagawanyika namna hii, kama Yesu anavyosema kwamba mimi nilikuja ili kuwakusanya wawe kundi moja, lakini shetani anaogopa sana watu kuwa kundi moja. Utaona anapiga kelele leo kwenye mitandao kila mahali, kwenye media mbalimbali, kwamba atakuja atakusanya watu kwenye kuwa dini moja na siku moja ya kuabudu. Hatuna siku moja ya kuabudu. Kila itwapo leo tunamwabudu Mungu. Hii ni siku ya Bwana, miaka 1000 ni siku ya kuabudu kila itwapo leo, sio siku fulani ya juma. Hiyo ilikuwa ni mifano ya wakati huu mkamilifu. Na leo kondoo wa Mungu wametishwa namna hii, wamekuwa na vitisho, wamefungiwa katika makundi, wamefungiwa katika magereza ya madhehebu mbalimbali, na hasa wanatishiwa habari ya kufa, kwamba mtu atakapokufa hawezi kuzikwa namna hii, na pale wanapoenda kuzika wanatoa maneno ya faraja mengi. Maneno ya faraja mengi kwamba huyu alikuwa ni mshirika mzuri, Mungu amempokea, alikuwa anatoa sadaka, alikuwa anahudhuria ibada. Sio hilo. Hizo ni faraja za shetani, faraja za mwovu ibilisi. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Kumcha Bwana ni kila itwapo leo, sio siku fulani ya Jumamosi au Jumapili au Ijumaa au Jumatano au Alhamisi, siku ya wiki. Amna. Kumcha Bwana ni kila itwapo leo, iwe asubuhi, mchana, jioni. Watakatifu wa Mungu ndivyo walivyofanya. Wakati wote wanakuwa na roho wa Mungu, wananena maneno ya Mungu, wanafundisha maneno ya Mungu. Ndani mwao kuna chemichemi ya uzima ambayo inanena mambo mema, inanena mambo mazuri. Hao ndio wenye maarifa, hao ndio wenye ufahamu. Lakini leo akili zimetekwa, fikra za watu zimetekwa. Watu leo wananena habari za mipira. Ukienda kwenye vijiwe utakuta mipira, mioyo imejaa mipira, mioyo imejaa mambo ya dunia. Wewe dhehebu gani? Wewe dini gani? Wewe ni wa wapi? Wewe ni wa wapi? Hizo ni hila za mwovu ibilisi, kugawanya kondoo wa Mungu wasiweze kuwa na umoja. Unaweza kuona. Kwa hiyo inabidi sisi ambaye tunajifunza habari hizi njema tuweze kujua kabisa kwamba neno la Mungu linatutaka sisi kuwa wamoja, tupate hekima, tupate elimu ambayo itatusaidia kufikia kwenye maarifa, ujuzi wa kweli, tuweze kumjua Mungu vizuri na kuyafahamu yale yaliyo mapenzi yake. Katika kitabu cha Mithali 18 hapa, Mithali 18 mstari wa, taangalia pale kwenye mstari wa 15. Mithali 18 mstari wa 15 anasema hivi, Roho wa Mungu anasema, moyo wa wenye busara hupata maarifa, na sikio la wenye hekima hutafuta maarifa. Unaweza kuona moyo wa mwenye hekima ya Mungu hupata maarifa, lakini moyo wa mwenye maarifa, mwenye hekima ya kidunia hupata mambo ya kidunia yasiyo na maana, mambo ya kipumbavu, mambo ambayo hayana maana katika uzima wa Mungu, katika ufalme wa Mungu hayana maana. Maana imeandikwa kwamba kila mmoja atakuja kuhukumiwa sawa sawa na maneno yake yaliyojaa katika moyo wake. Kwa hiyo ukijaza mambo ya kidunia ukaachana na hekima ya kimungu, ndio hapo anasema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, lakini wapumbavu huwa wanadharau busara ya Mungu. Kama Mtume Paulo alivyokuwa anasema kwamba mtu akidhani ya kuwa kwamba mimi ni mpumbavu, basi ni mpumbavu kwa ajili ya Bwana. Lakini watu ambao wanajiona kwamba wana hekima, wanichukulie kwamba ni hekima ya Mungu, nguvu ya Mungu inayotenda kazi ndani ya mtumishi.
Unaweza kuona. Kwa hiyo yoyote yule ambaye hana hekima ya Mungu hawezi kumuona Mungu hata siku moja. Na Mungu ndiye mwenye uwezo wa kumpa mtu hekima ya kupambanua na kujua nyakati na majira na kujua kila jambo jema ambalo Mungu amelikusudia. Kama jinsi ambavyo Danieli walipewa hekima na Mungu katika kitabu cha Danieli. Kitabu cha Danieli pale tutaangalia mlango wa kwanza mstari wa 11. Danieli mlango wa kwanza mstari wa 17. Danieli mlango wa kwanza mstari wa 17 anasema hivi: basi kwa habari za hao vijana wanne, Mungu aliwapa maarifa na ujuzi katika elimu na hekima. Danieli naye alikuwa na ufahamu katika maono yote na ndoto. Unaweza kuona. Kwa hiyo Mungu ndiyo mwenye uwezo. Kama hivi leo Mungu amenipa mimi hekima, amenipa maarifa, amenipa ufahamu wa kujua mafumbo na siri zote za Mungu. Kwa hiyo ukisikia ujumbe huu ukayafuata haya mafundisho ya mjumbe wa Mungu, tayari utapata hekima na utaingia katika uzima wa milele. Mungu akupe neema uweze kuyajua haya na uingie katika ufalme wake kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Amen.